Bwana ni mwema, msikilizaji wangu wa Voice of Tukasa. Karibu sana katika mfululizo wa kujifunza masomo ya bobea andikoni, ikiwa leo ni robo ya pili na somo la pili, kumjua Mungu. Somo hili limejengwa katika kitabu cha Yohana 17. Nikualike msikilizaji wangu, tuungane pamoja kwenda kujifunza ni nini ambacho tunakwenda kujifunza kupitia somo hili la robo hii na wiki hii. Karibu sana tujifunze pamoja. Naam, kabla ya kwenda mbali msikilizaji wangu, nikualike sasa tupate ombi, na mara baada ya ombi tutakuwa tunaanza rasmi kipindi chetu. Basi na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Umetuwezesha mimi na msikilizaji wangu kuwa hai tena katika siku na masaa kama haya. Mimi na msikilizaji wangu Bwana, tunatamani sana kujifunza kuhusu wewe. Tunayo shauku kubwa ya kutaka kufahamu mengi kuhusu wewe. Na Bwana Yesu Kristo, wewe ambaye umetufanya kuwa hai leo, tunakualika sasa uwe nasi katika kipindi kifupi cha kujadili kuhusu wewe Mungu. Kwa sababu tunakujadili kuhusu wewe, tunatamani sasa wewe ukawe pamoja nasi, ukituongoza, kutuonyesha wewe ni nani na wewe ni nani katika maisha yetu. Mungu, tunaomba haya kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Tunaamini Bwana ya kwamba utakuwa nasi sasa na hata milele. Amin. Naam, karibu sasa msikilizaji wangu, tuanze na somo letu. Linasema kwamba kumjua Mungu. Ni somo la pili katika robo hii ya pili, na somo hili lipo katika maandiko matakatifu, limejengwa katika kitabu kile cha Yohana 17, na nitasoma hapa kitabu cha Yohana 17. Ukipata nafasi msikilizaji wangu, soma kisa kizima katika kitabu hiki cha Yohana 17, lakini mimi nitasoma tu kwenye kitabu cha Yohana 17 na ule mstari wa 3. Biblia inasema kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Hiyo ni kitabu cha Yohana 17 na ule mstari wa 3. Na sasa turudi kwenye somo letu. Kumjua Mungu, kumfahamu na kumwelezea Mungu imekuwa ni shauku ya watu wengi sana, kutaka kufahamu Mungu. Na ndipo sasa mwandishi na somo letu la wiki hii na juma hili inasema kumjua Mungu. Na sasa kumjua Mungu ni nini? Kumjua Mungu ni ile kuwa na ufahamu wa wazi wa kuweza kumwelezea Mungu huyu na tabia zake. Mungu ni nani na tabia za Mungu ni zipi? Na juma hili sasa tutakuwa na kujikita zaidi katika kuelezea Mungu ni nani na tabia za Mungu ni nini hasa. Msikilizaji wangu, kiukweli ni kwamba hapa duniani kamwe hatuwezi kufahamu kila kitu kuhusiana na tabia ya ajabu ya huyu Mungu. Hakuna mwanadamu anayeweza kuwa na uwezo wa kumwelezea Mungu. Lakini sasa, pamoja na hivyo, lakini hatupaswi sasa kuacha kujifunza kuhusu Mungu. Na tunawezaje sasa kujifunza kuhusu huyu Mungu? Na ndipo sasa ufahamu wetu na upendo wetu kwake utazidi sana kuongezeka endapo tu tutaweza kujifunza kuhusu Mungu huyu ambaye tunamzungumzia. Na hivyo sasa tunachoweza kukifanya ni kuelezea kwenye kile Biblia inachosema juu ya Mungu. Ukisoma Biblia kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo, tunasoma kuhusu Mungu wa kweli,
Mungu wa pekee ambaye anajidhihirisha kwetu kupitia Biblia na kupitia Yesu Kristo. Yaani tunamjifunza Mungu aliyefanyika mwili, lakini pia tunaweza pia kujifunza kuhusu uwezo wa Mungu kupitia Biblia. Lakini sio hivyo tu, tunaweza pia kujifunza kuhusu ujuzi wake, ujuzi wa mambo yote ambayo Mungu alifanya, ujuzi. Lakini pia tunajifunza kuhusu asili yake ya kujua kila kitu. Kwa mfano tu, kitabu cha Yeremia 32:17, hapa tunajifunza kuhusu uweza wa Mungu. Lakini pia sio hivyo tu, kitabu cha Isaya 46:9 na ile 10 pia inatupa wazi juu ya ujuzi wake wa mambo yote, lakini pia na asili yake ya kujua kila kitu. Mungu anajua kila kitu, yaani Mungu anajua kila kitu. Kitabu cha Isaya 46:9 na 10 kinazungumzia hivyo. Lakini sio hivyo tu, tunajifunza pia kuhusu hekima ya Mungu kupitia kitabu cha Warumi 11:33. Lakini haitoshi tu kusema hivyo, bali pia msikilizaji wangu, tunajifunza kuhusu neema ya Mungu kupitia kitabu cha Korinto wa pili 19. Ni Korinto wa pili 12:9. Hivyo pia tunajifunza. Haitoshi, tunajifunza pia kuhusu mapenzi yake juu ya maisha yetu sisi wanadamu kupitia kitabu cha Yeremia 29:11. Hayo mafungu niliyosoma na mengine mengi yapo katika Biblia, yanatupatia ufafanuzi juu ya hasa Mungu ni wa aina gani. Naam, pengine labda msikilizaji wangu ulishawahi kujiuliza maswali ya kwamba hivi tabia za Mungu ni zipi? Katika maandiko matakatifu ya Mungu, yani Biblia, Mungu anajifunua katika tabia nyingi kweli kweli. Sasa kwa leo tu tutajifunza tu baadhi ya tabia zake. Kwa mfano tu kwamba Mungu ni upendo na inaelezewa vizuri sana katika Biblia. Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mwenye haki, lakini pia Mungu ni mwenye rehema. Zipo tabia nyingi, lakini kwa somo hili tutajikita kujadili tabia mbili. Mungu ni upendo na Mungu ni mkamilifu. Na tukianza kujadili kuhusu Mungu ni upendo, tutakuwa na muda mwingi wa kujadili hili kwa sababu ni kiini hasa cha somo letu katika wiki hii. Tutaanza kuangalia katika maandiko matakatifu katika kitabu kile cha kitabu cha Yohana wa kwanza 4, alafu na ule mstari wa 8 nitasoma. Biblia anasema hivi: yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Hapa nataka uelewe sana msikilizaji wangu. Biblia inasema Mungu ni upendo. Yaani hapa tofautisha na kwamba Mungu ni mwenye upendo. Yaani hiyo sentensi haipo. Yaani Mungu sio mwenye upendo, bali Mungu ni upendo. Yaani Mungu yeye ni upendo. Na sasa tazama namna ambavyo shetani anavyojaribu kuongeza kasi katika kuhakikisha kwamba anavuruga hii tabia ya Mungu kuwa ni upendo miongoni mwa watu. Katika maisha yetu, namna ambavyo shetani anapambana kuhakikisha kwamba anaiondoa taswira ya upendo wa Mungu katika maisha yetu. Unajua kwa nini? Zipo nguvu kubwa ambazo shetani anatumia sana kuondoa taswira hii ya Mungu ni upendo katika maisha yetu. Kwa sababu ukitazama katika amri za Mungu, zile amri 10 za Mungu zote ni upendo. Mungu anajielezea katika amri zake zote. Ukiangalia amri ya kwanza, amri ya pili, amri ya 3, amri ya 4, zote zile zinaelezea upendo wa Mungu. Naona, lakini pia haijalishi hivyo tu. Tunakwenda amri ya 5, amri ya 6, amri ya 7, amri ya 8 na amri ya 9, zote ni ujaa upendo tu. Yaani hiyo ndiyo tabia ya Mungu. Na hapa ndipo sasa shetani anapambana zaidi kuhakikisha kwamba watu hawajui au wanakuwa na tafsiri za ajabu tu, tafsiri ambazo zinatoa hali halisi ya kwamba Mungu
Mungu ni upendo. Sasa msikilizaji wangu, pia nataka nikusomee mstari mwingine hapa kwenye kitabu hicho cha Yohana wa kwanza 4:16 hapa. Ndio nisome hapa. Anasema hivi: nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Hapa ndipo nataka ujue, msikilizaji wangu wa Voice of Tukasa, kwamba katika kitu tunachopaswa kukifahamu zaidi sisi wanadamu ni kujua upendo wa Mungu katika maisha yetu na kuishi katika upendo. Unajua, msikilizaji wangu, ingekuwa ni ngumu pengine kuakisi upendo wa Mungu, kwa sababu pengine hatujapata nafasi ya kumuona Mungu hasa anavyoishi. Lakini ngoja nikwambie, Mungu ni mwaminifu sana. Hata alipoamua kushuka yeye mwenyewe kutoka mbinguni, akaacha enzi zote, akaja duniani kuja kutuaksia ule upendo wa Mungu, alivyoishi Yesu hapa duniani. Huo ndio tunasema kuaksi kwa upendo wa Mungu. Mungu alishuka mwenyewe kutoka mbinguni kuja duniani ili sasa atufundishe kwa vitendo nini maana ya upendo. Nataka nikwambie kwamba najua msikilizaji wangu unapata nafasi ya kujiuliza sana kwamba sasa Mungu ni upendo, na upendo ndo kila kitu. Sasa tufanyeje? Angalia maisha Yesu alivyoishi duniani. Ni kielelezo tosha kabisa cha upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Anajitoa kwa ajili yetu, anaishi kwa kuthamini maisha ya watu, anaishi kwa kuthamini maskini, anaishi kwa kujali maisha ya watu wote. Upendo huu wa Mungu ni upendo wa agape, upendo usiokuwa na mipaka, upendo ambao ni ngumu mwanadamu kuelezea na kumaliza. Nataka mani sana tuendelee kujifunza lakini pia naomba tugusie kidogo hasa katika tabia nyingine ya Mungu ambayo ni tabia ya utakatifu. Mungu anajifunua katika maandiko matakatifu, yani Biblia, kama Mungu ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu. Katika kitabu cha Yohana 17:11 Biblia inasema kwamba wala mimi simo tena ulimwenguni. Hii ni kauli ya Yesu sasa anapoitoa, anasema kwamba wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako, Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Natamani sasa msikilizaji wangu tuone namna ambavyo Yesu anavyojaribu kutufunulia hasa tabia nyingine ya Mungu. Mungu mtakatifu, Mungu ambaye hana chembe ya uovu katika namna ambavyo alivyo. Kwa hiyo sasa tunaangalia tabia nyingine. Sasa nataka ujue kwamba tabia ya utakatifu na tabia ya upendo ni tabia ambazo hazipingani. Yani tabia, ukiwa na upendo, yani hata kama ni binadamu tu wa kawaida, binadamu mwenye upendo ni binadamu anayeishi kwa maisha matakatifu, anaishi maisha yale yanayoaksi tabia halisi ya Mungu. Tutakwenda kujadili kwa kina sana, lakini sasa sambamba na hilo pia natamani pia msikilizaji wangu tuendelee kujifunza zaidi haya maandiko na tupate nafasi ya kumjua Mungu, kwa sababu ndilo somo letu ambalo tunalo katika juma hili. Sasa pamoja na hivyo pia nataka tusome hapa kidogo katika kitabu cha Yohana wa kwanza, kitabu cha Yohana wa kwanza 1:5. Hapa Biblia inasema hivi, nitasoma. Inasema kwamba na hii ndiyo habari tulioisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru,
wala giza lolote hamna ndani yake. Nataka ujue kwamba Mungu ni Biblia inasema hakuna giza, yani hakuna uovu wowote umo ndani ya Mungu. Na ndio maana sasa tunapata nafasi ya kumwamini na kuweka tumaini letu sisi sote kwake yeye. Unajua ni ngumu sana kumwamini mtu ambaye ana chembe chembe